kuna jambo jema, wakati huo huo usipokubaliana na jambo jema au na mpango mwema wa Mungu, unakuwa katika hatari. Anayekubali kumwamini Yesu hapotei, hahukumiwi, lakini asiyemwamini, ambaye hayuko tayari kuamini, amekwisha kuhukumiwa. Inawezekana kuokoka ukiwa duniani, inawezekana kuokoka ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa mtu wa rika la kati, ukiwa mtoto mdogo, ili mradi tu umeelewa Roho wa Mungu amesema na wewe na umepata conviction au ushawishi wa Roho ndani yako, unaweza kupokea wokovu. Mtu aliyeokoka, mtu aliyeamini na Yesu anakuwa kitu kimoja. Namna pekee unavyoweza kuwa salama leo ni kuchagua kumwamini Yesu. Swala la kuamini ni jambo linalotokea moyoni mwa mtu. Mimi ni mwenye dhambi kwa sababu nilipokea asili hiyo ya dhambi kutoka kwa baba yangu wa damu. Siamini katika dini yangu, siamini katika dhehebu langu, ninaamini katika Yesu. Unapomwamini Yesu unapokea tumaini la uzima wa milele. Hata ikitokea unakufa leo duniani, unaondoka katika mwili huu, hautakufa katika kifo kile cha pili, hautatengwa na Mungu milele, utaishi na Mungu milele na utakuwa kwenye mpango wa Mungu wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakukaribisha tena katika mfululizo wetu wa masomo haya au somo hili la wokovu, ambalo tumekuwa na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, na sasa tunahitimisha kwa sehemu ya tatu, na ninaamini utaendelea kubarikiwa kama ambavyo umebarikiwa wewe ambaye umechukua hatua katika masomo yetu. Umechukua hatua ya kumwamini Yesu na kumpokea Yesu na kuokoka. Umefanya tu jambo jema sana. Nikutie moyo tu kwamba tafuta msaada wa kiroho, na sisi tuko tayari kukusaidia ili uweze kukua katika imani ambayo umeipokea. Kwa unaweza ukapiga simu kwenye namba zetu ambazo ziko hapo. Sisi watumishi wa Mungu kutoka katika makanisa ya Jesus Cares Church tuko tayari kukusaidia na tuko tayari kukutia moyo na kukushika mkono na kukuongoza, na Roho wa Bwana kusaidie katika safari yako ya imani. Lakini kama uko mbali, inawezekana uko mkoani, tupigie tu simu kutupa taarifa ya habari hizo njema. Lakini tafuta kanisa la watu wanaoamini katika wokovu, wanaamini katika Yesu, ujiunge nao. Lakini pia unaweza kututafuta kwa ushauri wa kukuelekeza wapi unaweza ukaenda ili uweze kupokea msaada wa kiroho. Karibu sana katika sehemu ya tatu ya somo letu la wokovu. Na leo tutakuwa tunaangalia ni kwa jinsi gani mtu anaweza kapokea wokovu. Tumeona namna ambavyo wokovu unamaanisha nini. Tukaangalia namna ambavyo dhambi iliingia na Mungu ambavyo alishughulikia tatizo la dhambi kwa kupitia mpango wake wa wokovu kwenye sehemu ya pili. Na sasa kwenye sehemu ya tatu tutaangalia namna gani mtu anaweza kupokea kwenye wokovu, na ndani ya wokovu mtu anapata nini na nini picha ya mwisho ya wokovu. Sasa nitarejea tu kwa kusema maana yetu ya wokovu kabla sijaendelea na somo letu. Tulipokuwa kwenye sehemu ya kwanza tulikubaliana na tukaona kwamba wokovu ni mpango wa Mungu wa kurejesha uumbaji wake katika hali ya kwanza. Tuliona Mungu aliumba kila kitu, ikiwa ni pamoja na sisi wanadamu, na kila kitu kilikuwa ni chema. Mungu mwenyewe anakiri na kusema hivyo kwamba kila kitu kilikuwa ni chema sana. Lakini mwanadamu akashawishiwa, akajaribiwa na shetani, akaruhusu hali ya uasi kaingia ndani yake kwa kutenda dhambi na kumkosea Mungu. Kwa hiyo kuanzia hapo mwanadamu akawa katika hali ya dhambi, na tukaona kwenye sehemu ya pili namna ambavyo Mungu anatuchomoa katika hali hiyo ya dhambi. Tuliona dhambi ni kitu gani hasa, lakini tukaona Mungu anavyotekeleza mpango wake wa wokovu na kututoa katika hiyo hali ya dhambi, kwa maana ya kumleta Yesu Kristo ambaye anachukua nafasi yetu na kuchukua ile hali ya dhambi tuliyokuwa nayo sisi na kutupa sisi haki yake. Sasa leo nataka tutaangalia ni kwa jinsi gani ambavyo mwanadamu anaweza kaupokea wokovu. Inawezekana umekuwa unajiuliza, hivi naweza kuokoka kweli? Nikiwa hapa duniani, nikiwa kijana, inawezekana nikaokoka nikiwa bado ninaishi. Hivi kuokoka ni nini? Au ni dini fulani? Au ni nini? Sasa nataka upate majibu ya maswali yako. Na ninaamini kama umefuatilia vipindi vyetu, na kama hujafuatilia unaweza ukaangalia kwenye channel yetu ya YouTube hapo na kwingineko katika platform zetu za social media. Utaona mfululizo wa somo hili. Utaona kwamba Roho wa Mungu anatuonyesha namna ambavyo Mungu analitekeleza mpango wa wokovu, na kwamba swala hili sio swala la dini, swala hili sio swala la dhehebu fulani, swala hili ni la wanadamu wote, kwa sababu wanadamu wote waliingia katika hali ya dhambi, na hiyo hali ya dhambi inampeleka mwanadamu kwenye mauti ya milele, ya kutengwa na Mungu milele. Lakini Mungu kwa sababu ya upendo wake akaleta mpango mwema wa kumkomboa mwanadamu na kumrejesha
katika hali ya usalama ndani ya Kristo Yesu, akamchomoa kwenye dhambi. Kwa hiyo sasa leo nitakuonyesha namna gani ambavyo wewe unaweza kuokoka. Inawezekana kuokoka ukiwa duniani, inawezekana kuokoka ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa mtu wa rika la kati, ukiwa mtoto mdogo, ili mradi tu umeelewa Roho wa Mungu amesema na wewe na umepata conviction au ushawishi wa Roho ndani yako, unaweza kupokea wokovu. Na leo nitakuonyesha namna gani ambavyo unaweza kupokea wokovu na kuokoka na wewe kuwa sehemu ya familia ya Mungu na watu walio salama ndani ya Kristo Yesu, ukatoka kwenye hatari ya dhambi. Sasa hebu fungua na mimi katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Tunaona Biblia inasema hapa, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa kwenye mstari huu wa 16 tunaona ambavyo Mungu aliuonyesha upendo wake. Na hapa ni mwendelezo wa kile ambacho tumeanza kujifunza kwenye sehemu ile ya pili, ya namna ambavyo Mungu anatekeleza mpango wake wa wokovu. Mungu kwa upendo wake hakutaka sisi tupotee katika nini? Katika jehanamu ya milele na kutengwa na Mungu milele. Na akafanya nini sasa? Akamtuma mwanae wa pekee ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie. Kwa hiyo condition pekee ya mtu kupokea wokovu. Kumbuka, tunapoongelea wokovu hapa sio dini, tunaongelea mpango wa Mungu wa kumtoa mwanadamu katika hali ya dhambi na kumrejesha katika hali ya usalama, na kubaadaye huko mwishoni kuwa katika Mungu kurejeza uumbaji wake kama ulivyokuwa hapo mwanzo, hapo awali. Anasema ili kila amwaminie asipotee. Kwa hiyo condition pekee ni kumwamini Yesu. Kwa mtu akikubali kumwamini Yesu, akiwa tayari kumwamini Yesu, anapokea wokovu, anakuwa salama, anaondolewa katika hali ya dhambi. Sasa hebu tuendelee kidogo, kutoka kwenye mstari huu wa 16 tuendelee tuone namna ambavyo maandiko yanaeleza. Mstari wa 17 anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe. Kwa wokovu unapatikana kupitia huyu Yesu Kristo aliyetumwa, na condition ni kumwamini. Anasema bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18 anasema, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa umeona namna ambavyo kuna jambo jema, wakati huo huo usipokubaliana na jambo jema au na mpango mwema wa Mungu, unakuwa katika hatari. Anasema anayekubali kumwamini Yesu hapotei, hahukumiwi, lakini asiyemwamini, ambaye hayuko tayari kuamini, amekwisha kuhukumiwa. Sio atahukumiwa, kwa hukumu ipo tayari kwa wale ambao hawako tayari kumwamini Yesu. Kwa namna pekee unavyoweza kuwa salama leo ni kuchagua kumwamini Yesu, ni kukubali, ni kuwa tayari, ni kufanya maamuzi ya kumwamini Yesu na umpokee ndani yako, ili usihukumiwe, ili usipotee. Mstari wa 19 na anaonyesha hiyo hukumu ni ipi. Mstari wa 19 anasema, na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Kwa hiyo maandiko yanatuonyesha hukumu ni ipi katika hichi ambacho tunajifunza. Hukumu ni kwamba usipomwamini Yesu, hukumu yako ni kwamba haujaliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa kama hujaliamini jina la mwana wa Mungu, wewe umelikubali giza, umeikataa nuru ya Kristo ambayo imeletwa. Mungu ameifunua nuru yake, ameleta habari njema za kwamba tunaweza kutoka katika hali hatari ya kuwa na dhambi na kurejezwa kuwa katika hali salama. Lakini usipokubali kuamini, unaendelea kubaki katika hatari hiyo na hukumu, kwa sababu wewe umekataa kile ambacho Mungu amekileta. Sasa leo tunajifunza kuhusu namna gani unaweza kupokea wokovu, na nimekuonyesha kwamba jambo pekee unaweza kufanya ni kuamini, na baadaye nitakuonyesha kuamini maana yake nini. Maana ninajua hapo pia pana changamoto. Tunapoongelea habari ya kuamini, kuna mambo mengi, kuna nadharia nyingi ambazo zipo, lakini nataka nikuonyeshe namna gani ambavyo unaweza kuamini. Sasa hebu tuende kwenye Warumi sura ile ya 10 na mstari ule wa 9. Maandiko yanatuonyesha. Sasa hapa tutaona tunapoongelea kuamini inamaanisha nini. Anasema
kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Mstari wa 11 anasema, kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa hiyo Paulo anatuonyesha kwenye kitabu cha Warumi kwamba swala la kuamini ni jambo linalotokea moyoni mwa mtu. Sasa tunapoongelea kuamini inamaanisha nini, au maandiko yanamaanisha nini? Ukisoma katika lugha ya asili ya Kiebrania na neno kuamini linavyotumika, linaonyesha kuweka tumaini, kukubaliana na kile ambacho umekielewa, umepata ufunuo wake, unakikubali. Kwa hiyo kwa mfano sasa hivi unapojifunza na kadri ambavyo umekuwa unafuatilia hili somo, umeona kabisa kwamba kwa jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu amekuwa akifundisha, au kwa jinsi ambavyo maandiko yanafundisha, mimi ni mwenye dhambi kwa sababu nilipokea asili hiyo ya dhambi kutoka kwa baba yangu Adamu. Na umeona namna ambavyo Mungu ameufunua wema wake kwa kuleta mpango wa wokovu, kututoa sisi katika hali ya dhambi na kutuleta sehemu salama. Kwa ndani yako unaanza kuona kwamba kumbe kuna kitu kizuri. Mimi niko katika hali mbaya na kuna kitu kizuri. Kwa ndani yako kuna hali imeanza kutengenezeka moyoni ya kutaka kuwa katika sehemu salama, ya kumkubali huyu Yesu ambaye ameletwa kwa ajili ya wewe uwe salama. Sasa hicho kinachoendelea ndani ya moyo wako ndicho kinachoitwa imani. Kwa imani ni kuweka tumaini lako la usalama wako wa kutoka kwenye hali ya dhambi na hali ya kuwa mtumwa na hali ya kuhukumiwa na hali ya kutengwa na Mungu. Unaweka tumaini lako kwa Mungu na kwa Yesu Kristo ili uwe salama. Kwa ninamkabidhi huyu Yesu maisha yangu, kwamba mimi mwenyewe siwezi. Tuliona katika sehemu ya pili kwamba dhambi sio yale mtu anafanya, sio matendo ambayo tunayaona. Ya matendo ni matokeo ya ule msukumo uliopo ndani, ile hali inayomsukuma mtu kuyafanya hayo. Kwa sababu mtu paka anaiba haijatokea tu amechukua, ataiona hela au ataona kuna fursa ya kupata hela ya kutapeli, ataanza kufikiria kinachoendelea ndani ya moyo wake. Hiyo ndio hali ya uasi, hiyo ndio dhambi. Sasa kitu pekee kinachoweza kukuchomoa hapo ni kumwamini Yesu. Kwa ukimwamini Yesu, unaweka tumaini lako kwake kwamba ninaweza kuishinda hii hali ndani yangu kwa kukabidhi maisha yangu kwa Yesu, kwa kumwamini huyu Yesu. Ukimwamini Yesu, hiyo hali ndani yako inakuwa taken care of. Yesu alishughulikia hilo tatizo la dhambi. Kwa wewe unakuwa mshindi juu ya dhambi. Kwa unaweza kumwamini Yesu leo. Unaweza kukubaliana na hiki ambacho tumekuwa tunakisema, hiki ambacho nimekuwa ninafundisha katika mfululizo huu wa somo la wokovu. Unaweza kukubali kwamba mimi ni mwenye dhambi, ninamhitaji Yesu. Yesu, ingia ndani yangu. Ninakukiri, ninakuamini ndani ya moyo wangu. Siamini katika dini yangu, siamini katika dhehebu langu, ninaamini katika Yesu. Hicho ndicho ambacho ninakufundisha na ndicho ambacho ninakuhubiria. Na Paulo kuna mahali anasema, mtu anayehubiri injili kinyume na hii na alaaniwe. Kwa hiyo hii ndio injili ya kweli, ya kwamba nuru imeletwa kupitia Kristo Yesu, na Mungu ameleta mpango mzuri wa kumwokoa mwanadamu. Na hata wewe unaweza kumwamini Yesu leo. Inawezekana umekuwepo makanisani, inawezekana umekuwepo kwenye dini yako nzuri, inawezekana hauna dini kabisa na umekuwa hauamini chochote, hauamini katika Mungu, lakini naamini Roho wa Mungu anasema na wewe wakati huu unaweza kumwamini Yesu ukapokea wokovu. Kuanzia leo ukawa na uhakika wa uzima wa milele, kama ambavyo Yohana anasema katika sura ile ya 3 mstari wa 16 na kuendelea, anasema amwaminie yuna uzima wa milele, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa unapomwamini Yesu unapokea tumaini la uzima wa milele. Hata ikitokea unakufa leo duniani, unaondoka katika mwili huu, hautakufa katika kifo kile cha pili kama ambavyo tulijifunza kwenye somo la kwanza. Hautatengwa na Mungu milele, utaishi na Mungu milele na utakuwa kwenye mpango wa Mungu wa wokovu. Sasa nataka nikuonyeshe kwa haraka mambo ambayo yanatokea mtu anapookoka. Mtu anapomwamini Yesu, kuna kitu kinatokea, mambo makubwa sana, mambo ambayo ni ya kujisikia raha, ni mambo ambayo kila mwanadamu akiyasikia, na ninaamini ukiyasikia utatamani kuwa mmoja wa mambo hayo. Unapomwamini Yesu, mtu anapookoka, anapokubali mpango wa wokovu, anaunganishwa na Yesu. Mtu aliyeokoka, mtu aliyeamini na Yesu anakuwa kitu kimoja. Hakuna utofauti kwamba huyu yuko hapa na huyu yuko hapa. Yesu na muamini ni kitu kimoja. Kwa hiyo unapomwamini Yesu,
moja ya jambo linalotokea ndani yako mara tu unaposema Yesu, ninakukabidhi maisha yangu, nina tumaini langu ninaliweka kwako, ingia ndani yangu, ninakuamini wewe kwa habari ya msamaha wa dhambi zangu, kwa habari ya usalama wangu, hapo hapo wewe unaunganishwa na Yesu. Na nikukumbushe pia, tunapoongelea habari ya kuamini, Paulo ameweka vizuri, kukiri kwa kinywa ni kitu ambacho kinafanyika baada ya kuwa umeshaamini moyoni. Umeamini kwa moyo, kwa kukiri unakiri kwa kinywa. Kwa hata tunaposema tunamuongoza mtu sala ya toba ni vema, lakini hiyo sala ya toba iwe inatokea katika moyo wa mtu aliyeamini. Kama mtu akifanya sala ya toba lakini ndani ya moyo wake hajaamini, anakiri kitu ambacho hakijatokea, kwa hiyo huyo bado hajapokea wokovu. Kwa hiyo unapokiri sala ya toba au unaposema maneno tuliyozoea kuyaita sala ya toba, yawe yanatokea katika moyo ulioamini, hapo ndipo mtu anapokea wokovu. Kwa unapokuwa umeokoka, unapokuwa umepokea wokovu, unaunganishwa na Yesu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unakuwa mwana wa Mungu. Ni raha iliyoje kuwa mwana wa Mungu. Wewe kama mwanadamu wa kawaida kabisa unakuwa sehemu ya familia ya Mungu. Naomba tusome andiko hili. Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 12 na 13. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, wale waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu anahesabiwa, anaingia katika familia ya Mungu, anazaliwa upya. Sasa kuzaliwa huku tutakuja kujifunza wakati mwingine. Kuzaliwa huku ni katika roho. Roho yako inazaliwa upya. Siku moja kuna ndugu mmoja anaitwa Nikodemo, alikuwa ni mwalimu wa Kiyahudi, alikuwa ni Farisayo. Akamwendea Yesu. Yesu akamwambia, ukitaka kurithi uzima wa milele ni lazima uzaliwe mara pili. Nikodemo akashangaa, akasema, inawezekana vipi nikazaliwa mara pili, na katika utu uzima wangu natakiwa kuingia kwenye tumbo la mama yangu nizaliwe tena? Lakini Yesu akamwambia, hapana, siongelee habari ya kuzaliwa kama kwa namna hii ya mwili, naongelea kuzaliwa katika roho. Kwa mtu anapookoka anazaliwa katika roho, anakuwa kiumbe kipya, anakuwa mwana wa Mungu, anazaliwa, anafanywa kuwa mtoto wa Mungu. Kumbuka, dhambi ilituweka katika uadui na Mungu, tukatengwa, tukawa mbali na Mungu. Lakini tunapomwamini Yesu, tunapookoka, tunarejezwa, tunarudishwa, Mungu anatuleta tena kwenye familia yake, tunakuwa watoto wake. Kwa hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu, mtu anapomwamini Yesu, anapopokea wokovu, anahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake nini? Kuhesabiwa haki maana yake ni kwamba wewe hauna hatia yoyote mbele za Mungu. Ukienda mahakamani, hii ni lugha inayotumika, hii ni lugha ya kisheria. Mtu anaposema kwamba, hakimu anapotangaza kwamba mtu huyu hana hatia, maana yake mtu huyo ana haki, hata kama kweli alifanya dhambi hiyo, hata kama kweli hilo kosa alifanya, ni kweli aliiba, inawezekana ni kweli aliua, lakini kama hakimu ametangaza kwamba kwa kutokana na vifungu vya sheria au utaratibu wa kimahakama uliofanyika kwamba mtu huyo hana hatia tena, mtu huyo amehesabiwa haki. Ndicho kinachotokea kwa mtu anayemwamini Yesu. Kuna mbadilishano unaotokea kama tulivyoona kwenye ile Warumi, anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia, na vivyo hivyo kwa mtu mmoja aliyetii Kristo Yesu haki ikaingia kwa wanadamu wote. Kwa mtu anayemwamini Yesu anahesabiwa haki, anapokea haki ya Kristo Yesu. Hatia inaondoka mbele zake, hatia inaondoka ndani yake, anakuwa hana hatia tena mbele za Mungu. Mungu anamwona mtu huyo ni mkamilifu kabisa bila waa lolote. Kwa hiyo ni jambo la tatu ambalo mtu analipokea anapopokea wokovu au anapomwamini Yesu Kristo. Lakini la nne na la mwisho kwa leo, Mungu anakupa Roho wake Mtakatifu. Roho wa Mungu anaingia ndani ya waamini. Siku mtu anapomwamini Yesu, siku mtu anaposalimisha maisha yake na kukabidhi kwa Kristo Yesu, anampokea Roho wa Mungu ndani yake, na huyo anakuwa ni amana, inakuwa ni uthibitisho, inakuwa ni muhuri wa Mungu ndani ya maisha yako. Hebu tusome katika Warumi ile sura ya 8 mstari wa 14 na mpaka 16. Warumi sura ile ya 8 14 16. Maandiko yanasema, Biblia inasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunaona mtu aliyemwamini Yesu, kama tulivyoona kwamba anakuwa mwana wa Mungu, na anayeshuhudia hivyo ni Roho wa Mungu ambaye anakuwa ndani yake. Kwa mtu anapomwamini Yesu anampokea Roho wa Mungu ndani yake. Kwa hizo ni faida, ni mambo ambayo yanatokea ndani ya mtu ambaye amemwamini Yesu. Kwa leo nimekuonyesha namna ambavyo unaweza ukapokea wokovu na namna ambavyo ukishapokea wokovu nini kinatokea katika maisha yako. Nataka
nikutie moyo ndugu yangu, na Roho wa Mungu anayesema na wewe akusaidie, na ninakuombea na nimekuombea sana ya kwamba ukafikie hatua ya kumwamini Yesu. Inawezekana umekuwepo kanisani, inawezekana hujakuwepo kanisani, inawezekana wewe hauna dini yoyote, inawezekana ndo unasikia ujumbe huko mara ya kwanza, inawezekana umewahi kusikia lakini inawezekana umewahi kukiri lakini haujawahi kuamini moyoni mwako. Muamini Yesu leo ili kwamba na wewe upokee wokovu, uwe salama katika maisha yako na uwe na uhakika uzima wa milele, lakini pia uzipokee faida hizo za kuwa muamini, za kuwa mtu aliyeokoka ndani ya maisha yako. Amini leo, na unaweza ukapiga namba za simu ambazo ziko katika skrini yako, tukakusaidia kukuelekeza zaidi kama unataka kuchukua hatua na unasikia ndani ya moyo wako umeamua kumwamini Yesu na umemwamini Yesu. Wewe umefanya uchaguzi mwema, na hicho unachokisikia ndani ya moyo wako ni kitu sahihi sana. Usikubali mtu akakudanganya. Umechagua uchaguo jema sana na umefanya maamuzi mazuri sana. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi vyetu katika channel yetu ya YouTube. Usiache kucomment, kulike na kushare jumbe hizi ambazo zimekuwa za baraka kwako. Watumie na wengine. Mtumie mtu mwingine apate baraka hii. Inawezekana wewe ni muamini, ni mpendwa, ni mtoto wa Mungu. Watumie watu ambao hawajaamini, au watumie wapendwa wenzako pia uweze kujifunza zaidi, ili tuendelee katika safari yetu ya imani. Mungu akubariki sana, na wewe umebarikiwa sana.